Gilly Bonny Online TV. Shabiki wa timu ya Yanga. Ni shabiki wa Yanga. Toa kama. Umepata taarifa ya bodi ya ligi kuahirisha mchezo. Sasa hivi hapo unaponiona ndio nifika sasa hivi toa kama hata miguu bado hata imevimba bado. Nifika sasa hivi kwa ajili ya mechi na shangaa mechi hakuna. Unamlaumu nani kupitia hili? Chama cha mpira. Bodi ya ligi. Kwa sababu utaratibu ungekuwa utaratibu singekuwa mechi kwa namna hii. Unadhani ni nani wa kulaumiwa kwenye hili? Wewe umesema bodi ya ligi, lakini kwa upande wako sasa tumeona kwamba Simba alizuiliwa kuingia uwanjani. Unadhani Simba alikuwa na haki ama hakuwa na haki ya kuingia uwanjani? Anaweza kuwa na haki, lakini pia bodi ya ligi kama ingesema kama mtu akizuiwa uwanjani huwa kuna faini na ni vifungu vinasemaje? Kama kuna faini timu ambayo imezuiwa mwenyeji kuzuia mgeni kuingia uwanjani ingepigwa faini, mechi endelee. Watu wanatoka nchi mbalimbali hapa. Mimi nitoka Kahama jana, tumekuja watu zaidi ya basi 10 kutoka Kahama. Tumefika mchana huu kwenye saa 5 kwa ajili ya mechi na hii. Tumetumia gharama, tumejinyima, tumeacha watoto wetu wengine watakula wameshindwa kwa ajili ya kuja kuangalia mechi. Tunafika hapa mechi imeahirishwa. Gharama tarudishwaje? Tunarudi nyumbani, gharama zote zimepotea, mechi haipo. Bwana pole sana. Asante sana. Mimi nikutakia wakati mwema. Bwana tunazungumza na mashabiki tofauti na wengi wao wametokea nje ya Dar es Salaam. Pembeni nitakuonesha video ambayo inaonesha magari tofauti yakiwa yameandikwa matawi ya mikoa tofauti. Kuna magari kutokea Iringa, lakini kuna watu wametoka Tabora, kuna watu wametokea Mwanza, kuna watu wametokea Bukoba. Sehemu tofauti wako hapa maeneo ya Temeke ambapo ndipo upo uwanja wa Benjamin Mkapa. Kila mtu kimuuliza anakwambia ameumia sana na lawama nyingi zinaenda kwa bodi ya ligi. Kwa maana ya kwamba wanalaumu kwa nini bodi ya ligi imeshindwa kutoa hata adhabu basi kwa timu ambayo wanahisi ama wanadhani ndio ambayo kwa kiasi kikubwa imekosea na kusababisha mchezo kutokuwepo. Ili kuathiri ili isiathiri sasa mashabiki ambao wamesafiri kutokea nje ya Dar es Salaam, ilitakiwa basi wanashauri kwamba ilitakiwa basi bodi ya ligi ingefanya namna ya kuweza kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kuwa favor. Lakini hapa mashabiki wa Yanga wanaonekana kuwa na furaha kabisa. Bwana mambo. Bwana ngoja ni wazumu watoto wa Mudi kwani wako wapi? Wanaonekana wako Bunju wanakunywa juice hawataki kuja uwanjani na sanda wanaogopa. Aisee hatari sana ujue. Bwana wewe unaonekana kuwa na furaha lakini nyuso za watu wengi ambao wako katika eneo hili ni kwamba nyuso zao zina huzuni. Wewe kwa nini unafurahi wakati watu wana huzuni, kwa maana ya kwamba bodi ya ligi imeahirisha mchezo? Kwanza ukiangalia nyuso za waliokuwa wengi wenye furaha na Yanga. Na wana Yanga nikwambia tangia ligi kuu Tanzania bara ianze kutimua pombe, Yanga tuna furaha kweli kuliko mitoto ya Mode. Na ndio maana ukiangalia hata kwenye michezo, ukiangalia wao na sisi tuna gap kubwa sana. Sisi tunashinda 5-6, lakini mtoto wa Mudi papatu 2-2 na Rosimwando juu. Na ndio maana tuliwaambia, mnatamba pande hizo mkija pande zetu mnamo tarehe 8 tutawaonyesha penalty waga mnazipataje. Mwisho siku imefika leo tarehe 8 mtoto wa Mudi amesanda anakimbia. Na hii bodi ya ligi mtoto wa Mudi wanazidi kumbeba mpaka lini? Tukivuta nyuma kwenye misimu 2-3 ya nyuma hapo, mtoto wa Mudi huyu alitukimbiaga hapo. Wanga ndugu zangu, mechi ile ilishwaga ikapangiwa tarehe nyingine. Tukasema labda linaenda kujijenga. Mwisho siku tarehe ilipopangwa mtoto wa Mudi hajafa hapa. Kwa hiyo sasa hata hii mechi tarehe 8 tulikuwa tunakuja kumkaanga 8 kwa sababu wakati na dunda wenzie 8 kule mtoto wa Mudi huyu alikuwa anasema wenzie vibonde kule, sio uongo ndugu zangu. Sasa tulimwambia tunasema wenzie vibonde kupigwa 6 tutakuja kukutana na wewe tarehe 8 mtoto wa Mudi katusamba. Na hii sina kumbukumbu kwenye mechi ya tarehe 5 tulipokutana kwa Mkapa hapa, wakati wazee na wanyoa Chamazi 5 kule mtoto wa Mudi huyu alisema na wapiga Chamazi kule vibonde. Mtoto tulipokutana hapa tarehe 5 nimemkanga ngapi? 5. Kwa hiyo hata leo tarehe 8 nitaka nije nimkungute 8. Mwisho siku kama unavyomwona Kasanda sasa hivi analeta kisingizio ya kwamba tumewazuia jana kufanya mazoezi. Tunakwenda kuangalia hata muda uliokuja mtoto wa Mode. Sheria ziko wazi.
kwamba mchezo ulikuwa saa 1:15, lakini wewe unatakiwa kuja kufanya mazoezi ufike saa 12. Mtoto wa Mudi kaja hapa saa 6 usiku anakuja kufanya nini hapa? Aje tuachane na saa 6. Zimekuja basi mbili, wamekuja gari yao ya klabu na nyingine sio meikodi wapi BM ile. Sasa makomando wa Yanga waliwauliza maswali mawili tu. Gari ya BM imepakia nini? Tunajua kwenye gari yenu umepakia wachezaji na benchi la ufundi. Haya BM kuna nini? Lakini nini? Kwani hawaruhusiwi kuwa na msafara wa gari nyingine? Hiyo haipo duniani kote. Hiyo tumekuja kubaini kwenye ile gari kulikuwa kuna wazee. Sasa wazee usiku wanakuja kufanya nini kwa Mkapa? Ndio maana nilishasemaga mtoto wa Modi, mpira miguuni yule uwezi. Mpira miguuni mtoto wa Modi akiona uwezi, ana mambo mawili au matatu. Walikuwa na wazee gani? Unavyosema walikuwa na wazee, unakuwa na maanisha nini? Unaona nimebeba nini? Mambo ya ukinyemba, mambo ya uchawi, mambo ya ushirikina hayo kaka. Wale watoto wa Mudi nimekwambia mpira miguuni hauwezi. Mtoto wa Mudi akishaona mpira miguuni hauwezi, ana mambo mawili ama matatu. Aiza kununua mpinzani, mbili kubagia ukinyamba ama bebwe. Sasa walivyomwona Alajiga kateuliwa, yule jamaa hataki kumbeba mtu. Anataka mwende mkaonyeshane jinsi mlivyomsajili wachezaji. Sasa mtoto Mudi akiangami na kikosi bora, alafu kambi na wanajeshi. Yana kule kutetea Debola, ameshona kisanda kimeandikwa Sanda hapa. Ina maana kashakufa bado Parapanda. Na Parapanda yeye anakuja kumwimbia leo. Mbio Kasanda. Kwa hiyo mle kwenye BM kulikuwa kuna watu wa ukinyemba, wazee na mabibi. Na ndio maana sisi tuambia option mbili. Aiza tumekuja na basi mbili, gari ya klabu na gari mwetu wa Mbezi. Aiza iingie gari ya klabu, BM ibaki nje. Wakagoma. Kwa nini Mbezi? Kula kwenye vimbinyiko kule. Au kwa option nyingine. Gari ya iliyotoka Mbezi ibaki ingie ndani, ile gari lenu wa klabu libaki nje. Wakagoma kwa basi huko ndani ya mwenge. Wewe saa 6 usiku unakuja kufanya nini kaka na mgari wa BM? Haikuwa saa 6. Saa 6 kaka, mimi mwenyewe nilikuwa zangu Kariakoo pale, rafiki yangu saa 4 usiku mtoto Mudi napishana naye. Anakuja sasa kutoka Kariakoo, mimi napishana naye sana, anakuja huko. Wewe unafikiri kufika saa 6 kaka, wala watoto wa mambo ya ushirikina. Na sisi tuambie bodi ya ligi. Hii mechi akiahirisha, nimesikia ameshaiahirisha. Mechi imeahirishwa. Hapo. Sheria ya mwaka 1900 nakwenda kwenye sheria. Sheria ya mwaka 1978 ibara 38 kifungo nywi inasema kama mwenyeji kifungo nini? Kifungo nywi. Hicho kinywi utoki hicho. Kwamba mwenyeji akifika uwanjani, wewe mgeni usipofika, mwenyeji aliyofika uwanjani anapewa goli 5 na pointi 3. Na sisi timu itakuja kama kawaida. Tunaingia ndani tunapasha pasha. Mtoto muda asipofika, tunaondoka tunadai pointi 3 na goli 5. Na wakitupangia tarehe nyingine kwenye mechi hiyo hatuji. Unaiona jezi ya Yanga imeandikwaje hapa? Angalia jezi ya Yanga imeandikwaje? Daima mbele nyuma mwiko. Kwa hiyo wakitupangia bodi ya ligi tarehe nyingine, hiyo mechi watakuja watoto Mudi, si hatuji kaka. Hii game hizo hapo mechi imeisha. Mimi naona leo kuna pointi za bure bure. Wewe sasa hivi angalia watoto Mudi na wacheki wako bunge wanakunywa juisi za mwambe. Hakuna tena pointi ya bure kwa sababu timu ya Yanga ingefika saa 1 ama saa 12 na kufanya mazoezi, kisha ile timu isitokee bila taarifa ya ligi, Yanga angepewa pointi 3, lakini yule mpinzani wake ambaye ni Simba ambaye hajaja angepokonywa alama 15. Lakini sasa mpaka sasa hivi maana yake Yanga hatopata hizo pointi 3 kwa sababu taarifa ya ligi ya bodi ya ligi inaenda kushughulikia, itatoa adhabu kutokana na vile ambavyo wataona tuhuma katika hizo timu mbili, kwa sababu imeshatajwa kwamba mabouncer wa Yanga walikuwepo pale, lakini pia wote ni kama wana makosa. Yanga na makosa kwa sababu mabouncer wake walikuwepo pale na wanafahamika kwa sura, lakini pia Simba hawakumtaarifu mtu yoyote kwamba wanakuja kufanya mazoezi. Kwa timu zote mbili mpaka sasa hivi zote zina makosa. Kinyemela saa 6 usiku. Kwa maana hiyo walikuwa na wanga. Na nikwambie kitu mwandugu mwatisha, tutake tuzunguchane sana. Sheria ziko wazi, mpira miguu zinasimamiwa na kanuni zake, kwamba mwenyeji wa mchezo ule anakabidhiwa uwanja siku moja kabla. Sisi uwanja tulikabidhiwa tangia jana asubuhi. Kwa mchana kutwa jana tulikuwa nao ule uwanja. Kwa hiyo itakuwa tutaarifu sisi wenyeji kwamba tunakuja kufanya mazoezi hapo mida fulani na saa fulani. Mtoto muda hawezi kuja kiolelaola kimya anakuja kufanya nini kaka? Na tuambie bodi ya ligi. Na sisi kabla hajapanga tarehe, watufafanulie wametumia sheria gani na kipengele kipi kwenda kusogeza mchezo mbele. Na hiyo tarehe kiipanga, na sisi tutakwenda kuangalia kikanuni. Unaona, tukiona kikanuni imeenda ndivyo sivyo amelibeba Toto la Modi kwenye tarehe tajwa, itotajwa
hatuji, kwa sababu hii taarifa imetoka kwa watoto wa Mudi tangia jana usiku, na TFF hataki kuichunguza, na hivyo wamesema mechi wameiahirisha, na ukipanga tarehe nyingine, sisi kama mashabiki wa Yanga, mabingwa wa nchi mara zote, hatuji tarehe hiyo. Kuambia mashabiki wa Yanga timu itakuja kama kawaida, kama kuzuliwe mlangoni. Sisi mechi hamuoni sasa msipokuja tena hichi kinachotokea leo ndicho tena kitakachotokea siku hiyo. Watu wana msemo wao ubaya ubela, sisi tunakuja na msemo kwamba wao waogopi. Wao na ubaya ubela, tunasema wao waogopi. Kwanza ubaya ubela haifui dafu. Hii ubaya ubwete tu kaka. Kama noma na iwe noma. Wapange tarehe zingine si hatuji kaka. Maana machizi soka tumeshafika, mashabiki wa Yanga wamefika. Na kanuni lazima tuzingatie sheria na kanuni pia. Nikwambia wailishe wasiailishe. Bwana wakiailisha mechi nyingine si hatuji, tarehe nyingine hatuji kaka. Mimi naendelea wako bunge mimi na wanakunywa bisi za Mohamed. Hawataki kuja uwanjani, hatuji tarehe hiyo. Bwana wacheni na neno moja la mwisho. Tuambie watoto wa Mudi, hii timu ya wanayanga na wanajeshi, lete wanajeshi, simlete Debora. Na msimu huu wameshona sanda, wameshakufa bado Palapanda. Na Palapanda yote wakati tumwimbie leo. Bwana noma sana. Hilo ni vibe la mashabiki wa Yanga. Wao wanakwambia pamoja na kwamba bodi ya ligi